Wakati mnapiga boli huku mnapata burudani taratibu mwanangu, bila stress wala hata ina shida kabisa. Sasa tunamaliza na ngoma hii hapa, wakati mpira unaanza kustart. Tunamaliza na ngoma hii hapa. Walete kati wa kwa watoto wa kitaiki chapa ndoka ya Maria Sisi hizo wa mpira anakuja mwanangu, anapasia pale pasi mbili tatu, anakuja mwanangu, anapasia pasi mbili tatu. Leo wanamchaka chaka, wanamchaka chaka, wanamchaka chaka, wanamchaka, wanamchaka chaka chaka, majita chaka chaka, majita chaka chaka, majita chaka chaka. Ni upendo wake Mungu Baba umetufanya tujenge kipengele hiki. Ni upendo wake Mungu Baba umetufanya tujenge mitaani. Wewe Bwana huangalia kila usipigwe, anadada katikati mwanangu, usamani usabiri tatu tunafika baya, tunatembea kama kitu wasifia. Upendo wa Mungu Baba umetufanya tujenge mitaani. Naye Baba wanda unapenda, naye Baba wanda unapenda, naye Baba wanda unapenda, naye Baba. Wakati unapiga mpira najua kuna wengine umeshtuka kwamba ugeni ni wa wapi, ugeni unatokea wapi? Bwana sisi hatujatokea mbali, tuko maeneo hapa karibu na hii barabara tunapita sana. Ndio. Sasa imeona sio poa. Yenyewe ni kali sana. Siku moja kuja kuomba mechi mahali hapa Rubonde wote pamoja. Sasa tukapita hapo tukaona wanangu Aferi kasema si vibaya kuja kusema na vijana wenzetu. Wakati unagonga muziki nadhani unanisikia vizuri, wakati unacheza mpira huko unanisikia vizuri. Sasa tutazidi kubarikiwa wakati unagonga prayer, akiangalia usije kafungwa. Kama uko tayari. Usije ukafungwa. Yes. Sasa huku unaendelea huku unasikiliza habari njema hapa chap chap. Bwana utazidi kubarikiwa wakati tunasikiliza mpira huko, wakati tunasikiliza kitu kizuri kabisa ambacho kinazidi kuendelea katika mitaa. Utazidi kubarikiwa sana na hizi habari ni masubuti sana kwa ajili yako wewe kijana mwenzangu. Ndio. Na kichofanya tusetu na tuje mitaa hii ni kwa sababu pamoja Mungu anakupenda. Kitu cha pili tapa wewe ni wa faida sana katika ufalme wa Mungu. Na wewe ni wa msingi sana katika maisha ambayo unaishi. Na ni upendo wa Mungu tu ambao unatufanya tuzidi kuwepo katika mitaa. Na wakati tunacheza mpira kunasikiliza. Sasa kuna mmoja ambaye anakupenda sana, aliyetoa maisha kwa ajili yako. Wakati tunapiga mpira unajua kwamba maisha tunahesabu kama sekunde tu. Kuna time ambapo Israeli mtu wa roho anaweza akatutembelea kutoa kile ambacho amekuweka ndani yetu. Sasa wakati tunapiga mpira uko unasikiliza habari njema za uzima kabisa. Ni kwamba kuna upendo ambao ni upendo mkubwa kuliko upendo wa baba kumtoa mwanae, kuliko upendo wa mama kumpenda jinsi ambavyo mwana anampenda. Huo ni upendo ambao umepitiliza sana kwenye maisha ya mwanadamu. Kuna mmoja ambaye aliacha mbingu akata na enzi na kaja duniani kwa ajili ya kutusaidia kututoa katika mateso na kila na mikwamo ambayo tumekwama. Ni kwa sababu moja, tutakupa story ya mtu mmoja ambaye alikuwa anaita kijana mmoja kutoka katika kijiji kidogo kinaitwa
Gerasi. Biblia inasema kijana kutoka katika kijiji kidogo kinaitwa Gerasi aliishi katika maisha ya taabu sana. Maana baada ya kuzaliwa tu kufika makamo ya ujana, pepo chafu kutoka za ibilisi zilimkaba na zikampeleka maskani kuishi, zikamtoa nyumbani kwao, zikampeleka makaburini ambapo alichagua kuwa ni sehemu sahihi ya kwenda kuishi. Sasa pepo baada ya kumfanya yule kijana na kumpeleka makaburini kuishi, maisha yake alikuwa ni ya taabu. Biblia inasema kwamba alijikatakata kwa makali ya mawe, akajichanachana mwili wake mzima. Ndugu yake alimkamata akamfunga pingu ili apate kumrudisha nyumbani apate kuishi, lakini yule mapepo alikuwa ndani ya mwili wake, alikata zile pingu kwa sababu alikuwa na pawa. Sasa iko rafiki zangu, yule bwana mkubwa ndugu zake alitafuta namna kumsaidia, lakini waligonga mwamba. Anasema walimpeleka kwa waganga, wakampeleka kwa madaktari, alikunywa midonge ya kutosha. Yamkini alienda Mruganzira, yamkini alienda Bugando wakati wa Mwanza, yamkini alienda Seketure, lakini yamkini alienda Muhimbili hospitali kubwa Tanzania. Lakini baada kupata mahitaji yake na kupata majawabu ya afya, baada mapepo ambayo alikuwa ndani yake ambayo alimfanya kuwa chizi yanaendelea kubadilisha maisha yake na kufanya maisha kuwa magumu. Sasa siku moja amekaa maskani makaburini, ndio sehemu ambapo alimchagulia kwenda kuishi. Wakati amekaa makaburini, mtu mmoja alizaliwa katika kijiji kinaitwa Nazareti, ambaye alikuwa katika kimo na maarifa, akiwapendeza wanadamu pamoja na Mungu. Waebrania walimuita jina Yoshua, Waingereza wakamuita Jesus, Waarabu wakamuita Yeshua Almasi. Tuko kwenye mfungo, lakini Waswahili tukamuita jina Kristo Yesu, Yesu Kristo. Alikuwa katika kimo na maarifa, akiwapendeza wanadamu pamoja na Mungu. Sasa aliwaita tena sana au masawaba wake 12 wanafunzi wake kwa lugha nzuri ya Kiswahili. Alipowaita kwa ajili ya kutaka kumtumikia na kuifanya kazi ya Mungu kwenye pesi, hiyo siku anaambia wanafunzi wote na sala au masawaba wake Yesu Kristo. Aliwaambia sasa sikieni, tunapanda kwenye merikebu, tunaenda katika vijiji vinaitwa vijiji vya Gerasi. Wakapenda katika kijiji cha Gerasi. Sasa kijiji cha Gerasi katika jiografia ya kawaida kilikuwa kiko ufukweni mwa bahari kama ilipo Dar es Salaam. Beautiful city na jiji la raha. Eti nimesikia kuna raha Dar es Salaam. Jiji la rawama. Sasa Gerasi ilikuwa ni mji ambao karibia na pwani, yani uko sehemu ya mfuko wa bahari kama Dar es Salaam. Sasa Kristo Yesu akapita katika njia akiwa pamoja na wanafunzi wake. Baada ya kufika ile sehemu, yale mapepo akamwona Yesu kwa mbali, akamkimbilia, yakapiga magoti mbele zake, yakamwambia, Bwana, tunakujua kama wewe ni nani, kwamba wewe umetoka kwa Mungu. Tunakuomba usituruhusu kutupeleka katika sehemu mbaya, turuhusu tusiingilie zile nguruwe. Yesu akamlisha mapepo kutoka ile kijana mdogo anaitwa kijana kutoka Gerasi. Yale mapepo yalipomtoka mle ndani, yule kijana maisha yake akawa huru. Nini ambacho nataka kusema? Kwamba kuna vitu ambavyo unaweza kupitia katika maisha na ukakosa msaada. Kuna mambo ambayo unaweza kupitia katika maisha yako na ukakosa msaada. Lakini Yesu Kristo baada ya kuja duniani aliacha mbingu na nchi, akajifanya kuwa sawa na mwanadamu kwa ajili ya kumkomboa kijana mmoja tu ambaye anapitia sababu za maisha kama yule kijana kutoka Gerasi ambaye alikuwa anapitia hali ngumu ya maisha. Mimi kwa sababu singine bali kwamba kitu kimoja, kuna jambo moja ambalo ibilisi aliogopi, ni mtu ambaye ana Kristo ndani yake. Na kama hauna Kristo ndani yako, ibilisi atatamaraki ndani ya maisha yako, atakuendesha kama gari bovu. Huyo ambaye anakuhubiria habari njema, miaka 5 kurudi nyuma alikuwa anasumbuliwa na kokeni, alikuwa ni mvutaji wa madawa kulevya. Ilikuwa mchikichini pale Raboma, ilikuwa na buya madawa, soba imedunda, mesa ndio imedunda. Akaja mtumishi mmoja akanambia, Medi, sikia, Yesu anaweza akakusaidia kukutoa katika roho ya madawa kulevya. Sikuamini mara ya kwanza. Akanambia, Medi, sikia, Yesu anao uwezo wa kukutoa katika roho ya kopeni, roho ya madawa kulevya. Nikapiga goti mahali pale mchikichini, miaka 5 kurudi nyuma. Kisha nikaombewa na mchungaji mmoja anaitwa Rukasi. Baada ya kuombewa, kuna nguvu iliingia ndani yangu. Ile nguvu ilikuwa ni nguvu ya upendo ambayo inaambatana na msamaha wa dhambi ndani ya maisha ya mwanadamu. Kristo Yesu akanisamehe dhambi zangu pale msikitini, akaondoa roho ya madawa kulevya ndani yangu. Ngoja nikwambie kitu kimoja, mwanangu wa faida ambao unapiga mpira, ni kwamba kuna vitu ambavyo unaweza kufanya na ukakosa msaada. Kuna mambo ambayo ndugu hawezi kukusaidia, jamii haiwezi kukusaidia, desturi ya dini ya kawaida haiwezi kukusaidia. Mimi mwanzo kipindi na buya madawa nilikuwa ni mtu wa dini, sio kwamba nilikuwa sifahamu dini. Nilikuwa naifahamu dini, lakini dini haikunisaidia. Unaweza kuwa unagonga mpira ukasema, hata labda watumishi wamekuja mimi na dini yangu. Let me tell something neighbor. Shetani haogopi bahati mbaya zaidi. Shetani haogopi
ana dini ndani yake, anaogopa mtu ambaye amefanya nguvu za Mungu ndani yake. Sasa rafiki zangu wakazi wa Merohai, unapomwamini Yesu Kristo ndani ya moyo wako na unapomkabidhi maisha yako atabaraki na aendeshe, akuonyeshe mifumo ya kuishi duniani na kuikataa dhambi na korokoro zote mbovu ambazo ibilisi ataweka ndani ya maisha yako, Yesu anafanya jambo moja, huwa anaachilia nguvu kwa yote ambaye atamwamini. Kilichonifanya niache kubuya madawa nikiwa msikitini ni nguvu ya Kristo ambayo iko ndani yangu, ambayo imenifanya kuja katika mitaa na kiwanja hiki kizuri, kuja kuongea na kusemesha habari za uzima. Let me tell something neighbor. Kristo Yesu ana uwezo, ana nguvu, ana mamlaka. Na bahati mbaya Yesu ana dini, sio Suni, sio Ahmadia, sio Shia, sio Kristi, sio TG. Yesu sio Roman Katoliki, Yesu sio Busa wala Baniani, bali Kristo ni mwokozi wa maisha ya mwanadamu. Maisha ambayo tunaishi ni muda mfupi tu, lakini Kristo baada ya kumwamini anakupa breakthrough ndani ya maisha yako. Kijana wa Gerasi baada ya kukutana na Kristo, Yesu anamsaidia, anampa msaada. Jioni ya leo wakati unagonga bori, yamkini una vision inakuwa kama Max Zingeri, lakini Max Zingeri sasa hivi yuko kwa Tony Kapora, amemwamini Kristo na maisha yake ni vizuri, ni capable player kwenye timu ya Yanga na anacheza vizuri. Sasa kumbe kuna uwezekano kugonga player na ndani yetu tuna Mungu mwingi ndani yetu. Niko na kizangu nyakati za jioni hizi, wakati ambapo tunamaliza atakwambia na wapi tunatokea, ili siku nyingine upate kuja. Kuna vitu ambavyo haviwezi kutoka pasipo nguvu ya Mungu kuingilia kati ndani yako. Unaweza kuwa unapiga mpira kino sangu na mambo ya kiroho, kuna vitu ambavyo umeshindwa kuviacha, lakini unapomwamini Yesu Kristo anakupa nguvu ya usaidizi ya kuacha mambo mabaya na vitu vyote viovu. Wote ambao unatuona tuko mahali hapa tumwamini Yesu Kristo na ametusamehe madhambi yetu. Na bahati nzuri ni kwamba unapomwamini Yesu unakuwa na uhakika 100% kuingia mbinguni. Hauishi kama mfamaji. Wanaambia watu Kariakoo, mtu wa Kongo niko na ubiri kwamba wale ambao waamini Yesu Kristo hawaishi kama mfamaji. Yaani unaishi kwa na uhakika wa kuwa na life bora ndani ya maisha yako. Hizi ndio habari njema ambazo zimetufanya tuje katika mitaa hii kwa nafsi zetu ambao mnagonga prayer, mnapiga mpira fresh kabisa. Yesu anawapenda sana ndugu zangu. Alikufa msalabani akafufuka siku ya tatu kwa ajili ya kuwapa msaada na kuwapa breakthrough kama alivyofanya kwa yule Mgerasi. Utakapomwamini jioni ya leo, Kristo atafanya na zaidi ya kufanya. Yes.